Siasa zinaendelea. Mimi ni mwanasiasa na bahati nzuri chama nilichopo ni chama cha kisiasa. Harakati sio pase, lakini ni chama ambacho kinafanya siasa. Tunaamini kuanzia mwezi wa kwanza tutaanza ujenzi wa chama. Chama chetu kilikuwa bado tunakijenga au kilikuwa bado hakijafika kwenye ngazi ya chini, ngazi ya matawi, ngazi ya mitaa, ngazi ya kata na ngazi ya wilaya. Kwa hiyo tunakuweka mfumo huo wa uongozi kuanzia Januari. Baada ya likizo hizi kuisha, tutaanza ujenzi wa chama kwa nguvu kubwa kweli kweli. Tunahakikisha kwamba miaka mitano inayokuja tutakuwa na chama kikubwa sana cha upinzani Tanzania. Sawa. Ndio. Siasa zinaendelea kama kawaida. Mmejipangaje kama chama? Cha kwanza ni kama chama ni kuhakikisha unashawishi, unapata wanachama wengi. Ni kuhakikisha unaeneza sera ya chama, ni kuhakikisha unavuta wengi na itikadi ya chama inaeleweka kwa watu wengi zaidi. Na hiyo ndio mpango kazi wetu. Tumesema kwamba cha kwanza tutakwenda kusuka uongozi wa chama kuanzia ngazi ya msingi, tawi mpaka mitaa na kwenda kata mpaka wilaya. Na baada ya hapo tutahakikisha tukishasimika uongozi ni kuhakikisha tunasajili wanachama kwa kiwango kikubwa sana. Na hilo ndio target yetu tumejipanga. Tunataka angalau kwa haraka kufikia pengine 2027 Kigamboni angalau tuwe na wanachama wasiopungua 300,000. Kwa haraka tuwe na wanachama wasiopungua 300,000 kati ya wana Kigamboni wanaokadiriwa kuwa 700,000 wanaopatikana Kigamboni. Cha kwanza, tafsiri ya tarehe 29 hatuwezi kuiita ni vurugu wala hatuwezi kuiita maandamano. Tarehe 29 lilikuwa jaribio la mapinduzi ambalo lilifeli. Kitaalamu tunaweza tukaitafsiri hivyo kwa kuangalia mambo kadhaa yanayoweza kutupa tafsiri kwamba tukio haya ni maandamano, hizi ni vurugu na lile ni jaribio la mapinduzi. Cha kwanza, kwa nini tunasema lilikuwa jaribio la mapinduzi? Tunaangalia malengo mahususi ya waliokuwa wakihamasisha maandamano walikuwa na ujumbe gani. Ujumbe wao mkubwa ulikuwa ni kuiondoa serikali madarakani. Kwa mujibu wa katiba ya Tanzania tulionayo sasa, njia ya kumuondoa rais madarakani ni moja tu ambayo inahusisha umma. Ukiondoa zile njia za kibunge, kupigiwa kula, kutokuwa na imani na nini, lakini namna ya kumuondoa rais kwa kuhusisha wananchi wa kawaida au wananchi wote ni njia ni moja tu, ni ya uchaguzi. Na kila baada ya miaka mitano nchi yetu inafanya utaratibu wa kumuondoa rais na kumleta rais mpya. Sasa wale walio abroad waliokuwa wakishinikiza au maandamano walikuwa wanasema wanakwenda kuondoa utawala uliopo. Kwa hiyo tafsiri ya kwanza kwamba hili lilikuwa jaribio la mapinduzi ni malengo ya waliokuwa yakiyatekeleza, waliokuwa wakiandaa haya wanaita wao maandamano. Tafsiri ya pili ni matendo yaliokuwa yanakitendeka siku ya tarehe 29 yanatoa tafsiri kwamba hakukuwa na maandamano, kulikuwa kuna jaribio la mapinduzi. Na matendo hayo ni tendo la kwanza la mtu anayesema naandamana, anakwenda kuvamia kituo cha polisi, anakichoma moto, anachukua silaha, anaondoka. Hilo haliitwi tendo la maandamano, linaitwa tendo la uasi. Na tendo la uasi maana yake linahusisha kuondoa serikali madarakani au kumuua rais. Ndio tafsiri ya kwanza. Tafsiri ya pili ni muundo wa waliokuwa wakilitekeleza lile tukio, muundo wao walivyokuwa wameupangilia. Wameanzia Kimara, wakaja Tegeta, wakaja Gongo la Mboto huku, wakaja Mbagala. Muundo wao walikuwa wanakuja katika kitu kinaitwa yani muundo ambao wanaita mass revolution. Mnakwenda kwenye sehemu moja kwenda kuondoa utawala. Na walikuwa wakijaribu kutumia kauli ya mass revolution japokuwa unaona kama ni syndicate. Kwa hiyo matendo ya tarehe 29 yanatutafsiria kwamba halikuwa jaribio, halikuwa nini? Hayakuwa maandamano. Lilikuwa jaribio la mapinduzi typically. Na actually kwa maoni yangu matukio yale vyombo vya ulinzi na usalama visingezuia, vingeacha kama ilivyo mpaka kesho yake serikali ilikuwa imeondoka madarakani. Ilikuwa naangusha utawala wa wajinga. Kwa hiyo sijui tungekuwa katika hali gani. Nadhani mnafahamu katika nchi ambazo
mapinduzi yakitokea nini huwa kinasimama. Hakunaga mapinduzi yanayotokea halafu nchi ikarudi stable. Hatungefanya nini? Kani leo kipinduliwa itaingia kwenye machafuko. Kwa hiyo tafsiri hiyo ya mambo kama manne yanayotafsiri matukio, yanayotafsiri matendo, yanayotafsiri dhamiri, yanatupa kwamba alikuwa ni jaribio la mapinduzi, hayakuwa maandamano. Na kwenye historia tutaandika historia ya nchi hii, vizazi vitasoma. Na uzuri tunaweza kuandika historia, na uzuri ni wajuzi watasoma, iwe kwa hiari ama kwa lazima, kwamba tarehe 29 kuna jaribio la mapinduzi lilitokea na likafeli na lilileta maafa makubwa sana kwa wananchi. Naam. Mimi nitazungumza kama mtaalamu wa masuala ya ulinzi na usalama, na pili nitazungumza kama kijana wa Kitanzania na mwanasiasa. Nianze na eneo la kwanza. Eneo la kwanza, anayewashawishi wapanga mapinduzi kwamba warudi tena anawapoteza, na pengine hajui namna ya kufanya mapinduzi. Mapinduzi duniani kote ya kiferi huwa hayarudi tena katika mtindo ule. Huwa hayarudi tena ya kiferi, kwa sababu ya kiferi hata wale mliokuwa mnaamini wanawaunga mkono waliopo kwenye mfumo wa utawala huwa wanabadilika automatically. Hawawi pamoja na nyinyi tena. Wanataka kuprove kwa mabosi wao kwamba hawakuwa na nyinyi. Watawamalizeni na hawatadili na hao mnaowasukuma, watawafuateni nyinyi huko mnaosukuma hizo agenda katika mfumo wa kijasusi, kwamba mapinduzi ya kiferi huwa hayarudi kwa mara ya pili. Mapinduzi ya kiferi huwa yanaachwa, watu wanakwenda kutafuta njia nyingine, sio njia ile ile, yanatafuta njia nyingine kabisa ya kuja kulifikia jambo lao. Ukija kwa njia ile utajikuta huko peke yako. Kwa hiyo kuna kikundi kilikuwa kinadanganya kwamba jeshi liko linatuunga mkono, jeshi linatuunga mkono. Brother, jeshi lina kiapo cha nchi, lina kiapo chini ya rais. Hata siku moja haliwezi kukuunga wewe mkono. Haliwezi kuunga mkono kumuondoa rais aliyepo madarakani. Yaani jeshi likitaka kuondoa haliwezi kumsubiri Mange Kimambi aseme tunataka tumuondoe rais. Jeshi litaka kuondoa haliwezi kumshirikisha kuamua tu lenyewe tu. Lakini kwa sababu lina mfumo wa kikatiba na jeshi majukumu yake yanaeleweka ni kulinda katiba, na rais wa nchi hajavunja katiba. Nisikilize. Rais wa nchi hajavunja katiba. Narudia. Rais wa nchi hajavunja katiba. Narudia. Rais wa nchi hajavunja katiba. Tuna mgogoro wetu wa kisiasa hapa ndani. Mgogoro ambao ni ya kisheria, sio wa kikatiba. Jeshi la nchi halilindi sheria. Sheria zinalindwa na jeshi la polisi. Jeshi la Jamhuri ya Muungano kazi yake ni kulinda katiba na ukuu wake. Rais hajavunja katiba. Yaani rais angezuia uchaguzi, aseme sitaki uchaguzi ufanyike, mimi nataka niendelee kutawala, navunja katiba. Lakini rais wa nchi ametimiza katiba yake. Kwa hiyo jeshi haliwezi kuwa upande wake. Kama mtu ambaye ana akili mnemba anayefikiri kwamba anaweza vijana. Na vijana wengi wameingia ndani barabarani kwa sababu waliaminishwa jeshi liko upande wao. That is wrong. Na bahati nzuri jeshi huwa halitoki kubishana. Sisi vyombo vya ulinzi na usalama, mfano kama jeshi tisi, havina muda wa kutoka kubishana kujibu nani mtaani. Polisi ndio wanaweza kutoka kana jibu kila kitu. Kwa sababu polisi ni civil, wanafanya kazi ambazo ni za hata Kangamoko anaweza kwenda kujibu huko. Lakini jeshi, ukiona jeshi limetoka linatoa taarifa, maana yake ni critical area, ni critical kila kitu. Sasa mimi ninachokiamini, anayewashawishi hawa watu anawapoteza. Hii ni katika eneo najadili kama mtaalamu wa masuala ya ulinzi na najadili kama kijana na kama mwanasiasa. Vijana wa Kitanzania, hiyo nchi moja tu inayoitwa Tanzania. Hii nchi haikupata uhuru kwa mtutu wa bunduki. Hii nchi ilipatikana kwa utapeli, kwa saundi. Natumia lugha utapeli, neno gumu, lakini sina maana hiyo kwamba lilipatikana kwa njia ya mazungumzo. Tunakaa mezani, kekundu, keusi, nini, Muingereza kaachia, tukachukua nchi. Ninaamini kabisa mapambano haya nikisha kwenye malengo tunayoyataka ya kupata kitu tunachokihitaji. Njia zingine zozote zitakazoweza kutumika, atakayeangamia ni kijana. Mwathirika mkubwa wa machafuko ya tarehe 29, fuatilia sana, ni vijana. Vijana kuanzia miaka 25, 30 kushuka chini. Ndio walioathirika kwa kiwango kikubwa sana. Mle ndani angalia hata walioathirika, hata waliokamatwa, waliofikishwa kwenye mani. Huji kuona mzee wa miaka 70, miaka ngapi. Huji kuona mama, huji kuona pengine nini. Wengi sana mle ni vijana. Kwa hiyo mwathirika ni vijana. Mwisho wa siku tunaoumia ni sisi. Tujiulize yale tuliyotenda tarehe 29 yamebadili sura gani katika mapigano yetu? Yameondoa serikali tulikuwa tunataka itoke madarakani? Yamezuia uchaguzi tunasema
Nini kimebadilika? Utakuta kimebadilika kwako wewe kijana, ulienda Kisutu, ulienda Segerea. Yaani ndio mabadiliko uliyopata, umejifunza maisha ya Segerea nini, ndio yanatokea. Kwa hiyo mimi naamini kabisa njia sahihi, turuhusu watu tuzungumze. Turuhusu watu tuzungumze. Halafu hiki kizazi kina misinformation nyingi sana. Fuatilia sana kwa undani kabisa. Hawa vijana ambao tunapambana, tunasema kwamba tunataka mabadiliko, 99% hawajui wanataka mabadiliko ya nini. Atakwambia nataka katiba mpya. Unaambia hebu nisaidie kifungu tu kimoja cha katiba unachotaka kikibadilishwe. Hakielewi. Anakwambia katiba mpya bwana, katiba mpya bwana. Yaani yeye hata kishindwa kupata mbili katika mihangaiko au akizulumiwa na mtu pale, anakwambia hiyo serikali hiyo. Kwa hiyo ni bado tunahitaji sana. Ni kweli tunahitaji mabadiliko. Ni kweli sasa tunahitaji mabadiliko. Tuna katiba mbovu sana katika nchi yetu. Tuna sheria mbovu kabisa katika nchi yetu. Lakini bado tuna nafasi ya kuzungumza. Vijana tujipe nafasi. Tujipe nafasi, tulitazame taifa letu kama kesho. Kwa sababu hakuna mtu atakayekuja kutujengea. Niwaambie, Ulaya hawalitaki mema taifa hili, wala hawakupendi wewe kijana. Usije kaona wanatoa matamko anasema anaunga sio wanaona nini. Hata siku moja waje kuwa na wewe. Ulaya ndio wanaochochea pale Israeli na Palestina. Watu wanauawa masaa 24 pale Palestina pale Gaza. Huji kuona wanachukua hatua. Ulaya ndio wanaochochea pale Ukraine. Watoto na vijana wa Israeli wamekufa, wameisha wote pale. Mpaka juzi jeshi la Ukraine limekosa watu. Yaani limekosa nguvu kazi ya watu kuwapeleka vitani, wameisha. Lakini Ulaya zidi kutoa hela kule. Na watu wasichokielewa, matamko ya juzi haya Umoja wa Ulaya, jumuiya nyingine kwamba sasa zinajiondoa Tanzania ni blackmail ile yote ile. Ukweli ni kwamba nchi nyingi za Ulaya zilitangaza tangu mwaka jana kwamba zitapunguza misaada ya kimaendeleo kwa baadhi ya nchi na kuondoa balozi zao ili nguvu kubwa ielekezwe Ukraine. Norway ilitangaza rasmi, Denmark ilitangaza rasmi kwamba haitaendelea kuwepo na shughuli za kimaendeleo katika nchi za Kiafrika. Tanzania ilitoa taarifa kwamba hatutakuwa na shughuli za kimaendeleo. Tunahamisha nguvu zetu, tunapeleka wapi? Ukraine. Sweden lakini haisemi kwamba inapeleka wapi. Mpaka Urusi ilipokuja kuwaumbua jana jioni, ikasema nyinyi waongo, semeni mnakwenda kuchangia wapi? Ukraine. Na akawaambia tunawakaribisheni, kule kuna kitu kinaitwa Grenda Meat, yani kuna bucha la nyama linawasubirieni. Jana Urusi imetangaza hicho. Kaangalia taarifa ya ubalozi wa Urusi kwenye social media, walikuwa kibishana na ubalozi wa Sweden. Kwa hiyo wanashindwa kusema, lakini wana agenda zao zingine kabisa. Kwa hiyo hata siku moja wala Kenya haiwapendi kama mnavyofikiri nyinyi. Kenya ni adui yetu namba 1 Afrika. Usije kaona kama inaweza kuna nini? Pale kwao pana matatizo makubwa wanashindwa kuyatatua. Sisi ya kwetu tutayatatua wenyewe. Tuliyatatua wenyewe wakati tunapigania uhuru, tutayatatua wenyewe katika matatizo yetu ya ndani, tutatafuta. Na sisi tutaitoa wenyewe madarakani. Hatatokea mtu yeyote wakitoa sisi madarakani. Hatatokea mtu wa nje madarakani. Tutaitoa sisi wenyewe. Na tutaitoa kwa kutumia akili, sio mihemko. CCM sio chama cha siasa kama watu wanafikiri kwamba tunaweza kuamka leo ukasema tunapiga kura CCM inaondoka. CCM ni muungano wa vyombo vya ulinzi na usalama Tanzania, unaoviunganisha zaidi ya vyombo 8 Tanzania. Ndio vinavyounda kitu kinachoitwa CCM. Yaani unapozungumza ukizungumza pengine na kikada wa CCM, tuzungumza na mwenezi. Mwenezi ana nguvu kuliko hata mkuu wa jeshi la polisi, kwa taarifa yako. Hao wengine wote ni bandi, lakini hawa hapa ndio wenye mamlaka. Kwa hiyo unapotaka kupambana na CCM, utambue unapambana na organi. Unapambana na intelligence organ ya nchi nzima. Akili yako itulizane sehemu moja, unasema na kwenda kutulia na pambana na CCM. Nasema hivyo, mimi ninafahamu hicho kitu. Nimekuwa ndani ya Chadema, nafahamu. Tena nilikuwa kwenye kitengo nyeti cha kuchakata, cha kupanga mikakati, cha kushauri chama. Najua namna gani ya kupambana na hawa watu. Ukiondoa hao, mimi nimeshiriki uchaguzi. Nimeshiriki uchaguzi hivi kila kitu. Nimeshiriki uchaguzi A to Z. Na mpaka sasa matokeo siyajui. Na usiniulize matokeo. Matokeo nayo tume huko. Mimi sijui. Mimi niko Mbutu sasa nakula upepo huko. Sawa bwana. Kwenye taifa la watu kwenye taifa la watu 70 na zaidi ya milioni 70, hata siku moja hamwezi kukubaliana. Kwenye taifa la watu zaidi ya milioni 70. Yaani alipingwa Yesu, akapingwa Mtume Muhammad. Sembuse tume ya rais, tena rais mwenyewe mwenye chama ambacho ndio kinatuhumiwa. Rais ambao serikali yake inatuhumiwa. Hana atakaye kubali hicho kitu. Hata katika logic tu ya kawaida, wewe jiulize logic ya kawaida. Je, la ulinzi la wananchi
ni miongoni mwa chombo kinachotuhumiwa kuhusika na mauaji ya Oktoba 29. Waziri wake wa lile jeshi ni mjumbe wa tume hii. Si na kuingia kichwani? Lakini kuna sheria inayosema tunaweza tukapinga. Aina yani utaratibu wa kuunda tume za kiuchunguzi Tanzania ni takwa la kisheria. Sio la kikatiba, ni takwa la kisheria. Na sheria inamwelekeza nani mwenye mamlaka ya kuunda hiyo tume, ni rais. Lakini sheria hiyo haijaweka vizingiti kwamba rais atamteua mtu wa aina gani. Sheria inasema rais ataunda tume ya uchunguzi. Kwamba rais ikimpendeza yeye, sisi tutapokea, tutaenda hivi. Mkitaka kabadilisheni sheria, sio hivi tu. Sio rais, sio mtu mwingine anayeweza kunani. Ni sheria imesema hivi, rais ataunda tume ya uchunguzi kulingana na tukio lililopo. Bado naungana na wanaopinga kwamba waziri, mimi nasema kwenye mchakato wa katiba mpya tunaotakiwa tuanze ndani ya siku 100, issue za kuunda tume za uchunguzi ziwe kwenye katiba kama mataifa mengine. Ila mataifa ya Jumuiya ya Madola ya mfano hii ya kwetu Uingereza, tume zao zinakaa kwenye sheria. Sisi tunataka iwe kwenye katiba. Na kwenye katiba waseme kulingana na tukio fulani watu watakaokaa wawe na vigezo hivi na hivi na hivi. Kama hakuna hivyo, tupokee kilichopo. Tusipokubali na tutaomba jumuiya za kimataifa zije zituchunguze. Lakini katika hizo jumuiya za kimataifa ni marufuku EU, ni marufuku Marekani. Ndio wahusika wa mauaji haya. Hatuwezi kuwaruhusu tena wawe sehemu ya kwa sababu ndio waliochochea. Wale Ford Foundation ya wapi? Marekani. Sasa unataka Ford Foundation waje kuchunguze ambao ndio walikuwa wanatoa hela kwa kina Maria Sarungi? Hatuwezi kuruhusu hao. Kwa hiyo yule rais wa bara wa Jumuiya ya Ulaya anaitwa Mark Alister sijui na wajinga wenzake kule, hatuwezi kuwaruhusu wawe sehemu ya tume hizi. Hii tume heri tukaichukue kwenye bara la Antarctic huko. Tukaichukue huko hata tuende hata Mongolia, tukawalete wa Mongolia waje huko waje kutuchunguza. Lakini hawa wajomba wawili wajomba wawili hawa ni sawa na CCM tu. Yaani unapomwona CCM Ulaya ni CCM. Wote ni watuhumiwa. Sisi wananchi tunaituhumu serikali kwamba imehusika. Tuhumu Chama cha Mapinduzi kwamba kinahusika. Kwa hiyo kama aliyeua tunamtuhumu na aliyewachochea watu waje kuua tunamtuhumu. Kwa hiyo tunamtuhumu Maria Sarungi, tunamtuhumu Mange Kimambi, tunawatuhumu Marekani, tunawatuhumu Umoja wa Ulaya, tunawatuhumu serikali, tunaituhumu CCM. Nani atakuja kutuchunguza? Tutafute watu kutoka ng'ambo wasiokuwa na tuhuma zozote waje watuchunguze. Sasa kwenye hotuba nyingine ambayo Mheshimiwa Rais nadhani ndio hotuba ya mwisho. As a president alikuwa ni lazima azungumze hivyo. Na katika hali ya kawaida tu, hebu turudi katika hali ya kawaida. Mtu anachoma kituo cha polisi, mtu anachoma sheli, mtu anachoma kituo cha mwendo kasi, mtu anachoma mabasi, anachoma kila kitu. Katika hali ya kawaida unaweza kumzuia katika mtindo gani? Ziko njia zingine za kijeshi. Kuna kitu kinaitwa rubber bullet, blanco na nini. Lakini tunajiuliza, sisi kama nchi tuna uzoefu na matukio ya aina hiyo? Tulikuwa tumejiandaa katika maeneo hayo? Tunazo silaha za aina hiyo? Tunazo silaha za aina hiyo? Hivi mtu anayechoma magari, anayechoma sheri, unaweza kumpelekea gari la washawasha? Hivi mtu ambaye ana silaha anaua askari, mtu ambaye ana silaha anaua askari, unaweza kumtumia njia gani? Ili swali tuwaulize kwanza Umoja wa Ulaya, tuwaulize Marekani. Mtu anayefanya matukio haya tunaweza tukafanyaje matukio ya aina ile? Lakini nje ya hapo nasema as a president amezungumza jambo ambalo ni la kiraisi. Ni jambo la kimamlaka ya rais. Rais hawezi hata siku moja kwenda kulialia kwenye media kwamba jamani, unajua wanangu, tuna rais wa nchi, tuna mkuu wa majeshi, tuna mkuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Tuna mkuu, yeye ndio rais wa mwisho, yeye ndio raia namba 1 na yeye ndio mwanadiplomasia namba 1. Na rais ni taasisi. Yule anayesimama ni rais tu kama yeye, lakini ni taasisi. Pale pana watumishi zaidi ya 300 na kitu vichwa vimekaa pale Ikulu. Na wanaokaa pale sio mambugila. Yani brain yote tunaiona imeizunguka Ikulu ni brain ambayo naomba hii imechujwa. Watumishi 300 na kitu wanajadili. Maana hiyo ni wizara kamili. Sasa unataka kuzungumze nini? Yani rais aende pale aseme jamani, na kwa taarifa yako serikali huwa haijishusha iombagi radhi. Duniani kote serikali huwa haiziombi radhi. Ila huwa zinakiri matatizo tu. Ndio maana
serikali inazungumza kidiplomasia. Kitendo cha rais kukiri kwamba kuna matatizo, kukiri kwamba tuponyane, kukiri kwamba waliopata majanga na wapeni pole, tuuguzane tuponyane wenyewe. Kaka, ni kauli ambayo hakuna serikali duniani inaweza kuzungumza hivyo. Hakuna serikali duniani inaweza kuzungumza kakiri na kuomba. Yaani kwa lugha rahisi, serikali imepiga magoti mbele ya wananchi. Sasa mwananchi asiyejua anasema wakili kwanza, wakili, unaambia wakili nini? Kwani unataka wakili nini? Yaani maana yake kukiri anataka waone sema jamani sisi tumetoka madarakani tulisababisha haya. Jamani hiyo sio serikali, kitakuwa kikundi cha wauni. Serikali pale ndio imekiri, ndio imepiga magoti. Na ndio maana sasa mnaona imechukua hatua, inaunda tume. Hata kama inatupiga mafuta, inatupaka mafuta, lakini tayari inaonyesha inachukua hatua. Sisi tusubiri ripoti ya hiyo tume. Kwa vijana na wengine bado nasisitiza tunayo nchi moja tu inayoitwa Tanzania. Hatuna nchi nyingine. 99% ya vijana wanaoshawishiwa wao wanaokaa mitandaoni hata cheti cha chanjo tu cha kuvukia chanjo ya yellow fever hawana. Hawawezi kwenda kokote kule. Wako hapa hapa. Matatizo yote, maumivu yote watakayosababisha yatawakumba wao wenyewe. Narudia tena, wanaowashinikiza, unaofuatilia mitandaoni wote wanakuambia mkaandamane mkachukue hatua, hakuna hata mmoja ambaye yupo Tanzania. Hakuna hata mmoja. Nitakwambia wote tunaowajua wewe unajua wanahamasisha mitandaoni hawapo Tanzania. Wako nje. Wanakwambia mkaandamane. Mkaambia bana si mje twende wote tukaandamane. Wanaambia wewe sio mzalendo, wewe unataka mema nchi. Wewe chawa, wewe mimi chawa. Haya, sisi tupo, lakini tunajaribu kuwasisitiza kwamba tunayo nchi moja inayoitwa Tanzania na hakuna atakayekuja kutujengea nchi yetu. Hakuna atakayekuja kutujengea nchi yetu. Pamoja na matatizo yetu ya kisiasa ya ndani, lakini nchi ilikuwa inajengwa. Tumerudishwa nyuma sana kwenye miundombinu iliyoharibiwa kwa kiwango kikubwa. Na watu wasichojua, ile miundombinu iliyoharibiwa hatumii Mwigulu na familia yake. Wao wanatumia Terminal 3. Viongozi wote tunajua wanatumia Terminal 3 au wanatumia helikopta. Helikopta job ipo mara helikopta imeruka South Africa. Utabaki peke yako hapa. Hakuna mtu atakaye unamwona hata mmoja. Huo ndio ukweli. Utakao watu tumebaki hapa, tumebaki kwa sababu hatuna kwa kwenda, tupo. Hatuna, na sio kwamba hatuna kwa kwenda, tunaweza kuondoka. Mimi naweza kuingia nchi yoyote unayojua wewe, naweza kwenda. Naweza kwenda na nikaishi na familia yangu hata miaka 100 mbele. Lakini niko kwenye nchi yangu. Hii nchi kiharibika nani atakayesalia salama? Machafuko huwa hayaangalii sura. Ndio maana kwenye ya tarehe 29 hata wale wasiokuwa na hatia yamewakumba. Wengine walikuwa wanakula ndani, wanashika tu, mtu kawasha tu TV, imepiga tu kelele, watu wameingia wamepiga risasi. Utasema nini? Kwenye vita, si vita haina macho. Tumekubaliana vita haina macho. Na ile kumbuka ilikuwa sio operation, ilikuwa ni tukio la ghafla la kuzuia jaribio la mapinduzi. Unalizuiaje jaribio la mapinduzi? Nachagua maeneo muhimu tu kwamba tunapiga pale, tunapiga pale, tunapiga pale. Lakini matukio ya ghafla kama yanamkumba yeyote, ndio maana ilitangazwa amri ya kutoka nje. Amri ya kutoka nje maana yake ni amri ya kuua. In a military or in intelligence way. Amri, ukishasikia neno ni amri ya kutoka nje, ujue inahusu risasi. Chochote kilicho nje ni risasi. Watu sijui kama watu wengine wanaelewa, labda wata experience baada ya haya. Labda pengine subiri tarehe 8 inaweza kapigwa lockdown hapa. Watu wataelewa kwamba kumbe utaki kutoka nje. Ukitoka nje, iena. Sisi hatupo. Naomba Crown Media. Hapa ni nyumbani.